Habari za asubuhi ndugu zangu waandishi wa habari. Tukiwa tuko katika siku moja kabla ya kuelekea mchezo wetu wa ligi ya mabingwa barani Afrika, niseme tu kwamba maandalizi kwa upande wetu yamekamilika kwa asilimia 98. Kiufundi mipango yote imekamilika. Mwalimu Hemedi Suleiman Morocco ambaye ndiye atasimamia mchezo huo ataeleza kinaga ubaga ni kwa namna gani ataingia katika mchezo huo, lakini kiutawala vile vile mipango yote na yenyewe imekamilika kwa maana ya wageni wetu wote wa mchezo huo na maafisa wa mchezo kuwasili. Kifupi ni kwamba tuko tayari kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Gaborone. Jambo moja la msingi ambalo ningependa kusisitiza ni kwamba tuna mechi ngumu kweli kweli siku ya kesho. Tunakwenda kucheza na watu ambao hawana cha kupoteza. Haitakuwa ajabu wala aibu kwa timu ya Gaborone kutolewa kwenye hatua ya awali ya ligi ya mabingwa Afrika. Hata kwenye mkutano wa kocha na mchezaji wa Gaborone mwasikia wakisema wazi kwamba kwao hawana pressure yeyote ile. Kwao wao kufungwa na Simba haiwezi kuwa ajabu, lakini itakuwa ajabu kubwa kama wao wataifunga Simba Sports Club. Kwa hiyo pressure on us. Sisi ndio tupo kwenye wakati mgumu tukifikiria zaidi tunapataje ushindi katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo maandalizi ambayo tumeyafanya ni maandalizi makubwa, na goli moja ambalo tumelipata kule Francis Town Botswana tumelifuta kwenye fikra zetu, kwa sababu tukisema tutegemee ama tufikiria kwamba tunaongoza goli moja, iko namna ambavyo inaweza ikatulemaza na tukakosa ile nguvu ya msukumo katika mechi yetu. Kwa hiyo sisi kwenye fikra zetu mechi hii tunaiona kama ni bila na tunampa faida zaidi Gaborone ili sisi tupate catalyst ya kutusukuma kwenda kupambana kupata matokeo mazuri katika mchezo wa kesho. Niwaombe wana Simba, pamoja na kwamba tunalo zuio la kutoingia uwanjani katika mchezo huo, lakini kwenye maombi, sala na dua tuwekeze nguvu kweli kweli ili tukapate matokeo mazuri katika siku ya kesho. Mechi sio nyepesi hata kidogo, na GU sio mpinzani mwepesi hata kidogo. Tuna kila sababu ya kuwekeza nguvu kubwa, nguvu ya kutosha ili tuweze kupata ushindi tuende kwenye hatua inayofuata ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini kama mnakumbuka ndugu zangu waandishi wa habari, jana tulitangaza ya kwamba tutakuwa na sehemu moja ya kutazamia mechi kwa mashabiki wote wa Simba hususan wa Dar es Salaam, na tukatangaza eneo la Mwembe Yanga kuwa litakuwa ni sehemu mahsusi kwa mashabiki wa Simba kukutana pale na kuangalia mpira kwa pamoja. Sasa niko hapa kutangaza mabadiliko ya eneo la kutazamia mpira kwa mashabiki wa Simba kutoka uwanja wa Mwembe Yanga kwenda sehemu nyingine ambayo tumeichagua, na maandalizi yameshaanza katika sehemu hiyo. Kwa nini tunahama Mwembe Yanga? Kwa sababu kuna shughuli za kisiasa kesho katika wilaya ya Temeke na hususan katika eneo uwanja wa Mwembe Yanga. Kwa hiyo ili kuepusha shughuli mbili zenye kukutanisha watu wengi, Simba Sports Club tumeamua kuhama ama kuhamisha shughuli yetu ya big screen na kuipeleka katika eneo jingine. Kwa niko hapa kuambia kwamba big screen yetu ya kesho ambayo itawakutanisha mashabiki wote wa Simba kuangalia kwa pamoja ama kutazama kwa pamoja mechi yetu na Gaborone United itakwenda kufanyika katika fukwe za Coco almaarufu Coco Beach. Vigezo na masharti ni vile vile, vaa jezi yako nyekundu ya Simba Sports Club, tukutane Coco Beach, twende kwa pamoja tukatazame mechi yetu dhidi ya Gaborone. Coco Beach kuna sehemu maalum kwa ajili ya beach soccer. Pale ndipo ambapo tutakwenda kutazamia mchezo wetu. Kwa wale ambao walishiriki mbio wakati wa Simba Day ama ile wiki ya Simba,
pale ambapo tulianzia na kumalizia mbio zetu, ndio sehemu ambayo tutakwenda kutazamia mpira kwa pamoja. Wanasimba, tutakuwa na screen kubwa ya kutosha. Wanasimba tutakutana hapo, kutakuwa kuna viti vya kutosha, watu watakaa wanapata upepo wa bahari ya Hindi, huku wanamuona mnyama anamnyonyoa Gaborone United. Tunakwenda hatua inayofuata, huku tukila maisha mengine mazuri pale katika fukwe za Koko. Nichukue nafasi hii kuwaalika Wanasimba wote kutoka maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam, tukutane pale, tuje tuiangalie Simba yetu kwa pamoja, Simba yetu ikisonga mbele kwenda hatua inayofuata. Burudani zitakuwepo za kutosha, na kwa wale ambao ni wenyeji wa maeneo ya Koko wanafahamu pale vyakula, vinywaji, bila kusahau Mokola atakuwa pale kwa ajili ya kuwauzia vinywaji baridi kutoka Mokola Wanasimba wote ambao watakuja kuangalia mechi hiyo. Lakini vile vile benki ya NMB itaendelea kutoa huduma zake pale pale katika fukwe za Koko. Baada ya kusema hayo, niseme asanteni sana. Haina swali hiyo? Hauna swali? Kuchangia, very important, very important, very important. Lakini vile vile nichukue nafasi hii kwa kukumbusha Wanasimba juu ya kampeni yetu la Letu Sote ya kuchangia faini ambayo tumetozwa na kafu ya kiasi cha shilingi milioni 200 ili kuipunguzia klabu machungu hayo ambayo yametokana na makosa yetu mashabiki wa Simba. Mpaka sasa nisema mwitikio bado si wa kuridhisha, lakini nichukue nafasi hii kuwaomba Wanasimba kuhimizana wenyewe kwa wenyewe kwenye magrupu yetu, na kuanzia baadaye tutaanza kutoa takwimu za uchangiaji wa fedha ili tuone mpaka sasa tuko wapi kwenye kuitafuta milioni 200 ya faini ambayo tumetozwa na shirikisho la kandanda barani Afrika CAF. Lakini unapotoa mchango wako ama unapolipa faini yako, unajiambia kwamba kosa lile tulilolifanya hatutorudia tena, ili kuepuka kupata adhabu iumizayo kama hii ya kufungiwa kutokwenda kuiona mechi yetu. Imagine vijana wetu wako uwanjani wanatutegemea tuwape support, na tumewasikia, mmsikia hapa mchezaji wa Gaborone anasema madhari hakuna mashabiki, maana yake hakuna pressure yoyote, inakuwa ni open game, inakuwa ni open play, kila mmoja anakuwa ana amani ya kucheza. Sasa sisi wenyewe mashabiki wa Simba tumewapa amani wapinzani wetu, kwa sababu kama tungeruhusiwa tungeingia uwanjani, manake tungewapelekea pumzi ya moto na tungepata matokeo. Sasa pumzi ya moto ya kutoka majukwani haipo, manake ni kwamba wao wako huru na sisi tuko huru, game inakuwa iko nyeupe kweli kweli. Kwa hiyo tuendelee kutoa michango, tuhimizane, tuhamasishane. Yule ambaye alikuwa na mpango wa kwenda uwanjani tarehe kesho, mchango wake ule ama kiingilio chake kile akitoe kwenye faini ambayo tumetozwa, twende tukalipe faini na hatimaye tumalizane na hii adhabu. Mechi nayo kuja ya hatua ya kwanza ya ligi mabingwa Afrika, inshallah twende tukaipeleke timu yetu hatua ya makundi. Asanteni sana. Tulikuwa na dakika 8 hapo.